Yesu unipendaye, kwako nakimbilia. Ni wewe utoshaye, mwovu akinijia. Yafiche ubavuni mwako maisha yangu, nifishe bandarini, uokoe moyo wangu. Ngome nyingine sina, nategemea kwako. Usinitupe Bwana, nipe neema yako. Ninakuamania, mwenye kuniwezesha. Shari wanikingia, vitani wanitosha. Nakutaka mpaji, vyote napata kwako. Niwapo mhitaji, utanijazi vyako. Nao waangukao, wanyonge wape nguvu. Poza wauguao, uongoze vipofu. Bwana umeniosha moyo kwa damu yako. Neema ya kutosha yapatikana kwako. Kwako Bwana naona kisima cha uzima. Mwangu moyoni Bwana, bubujika daima. Kwako Bwana naona kisima cha uzima. Mwangu moyoni Bwana, bubujika daima. Mungu wetu uliye mbinguni, Baba wa rehema na upendo, tunakuja mbele zako jinsi tulivyo jioni ya leo kwa shukrani kuu. Tunakushukuru kwa kutupatia nafasi nyingine ya kukutana katika siku hii ya 4, siku ya mikutano ya pembe ndogo. Asante kwa ulinzi wako tangu tulipoanza hadi sasa. Bwana, tunaomba uwepo wako, Roho wako Mtakatifu, utuongoze katika kipindi hiki. Tufundishe kutoka katika neno lako. Tupe mioyo ya kuelewa na utujalie tusiwe wasikilizaji tu, bali pia tuwe watendaji wa neno lako. Tunakuomba utubariki sisi sote tuliohudhuria hapa na wale wote watakaosikia ujumbe huu. Iwe ni kwa njia ya kuimarisha imani yetu, kuleta wokovu na kutayarisha kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili.
Tunaomba haya yote tukiamini katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo, aliye Mwokozi wetu. Amina. Habarini za jioni wapendwa katika Kristo. Na wasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana kwenye siku yetu ya 4 ya mikutano ya pembe ndogo. Tumefika hapa si kwa nguvu zetu, bali ni kwa neema ya Mungu ambayo ameendelea kutupatia pumzi ya uzima. Jioni ya leo Mungu ametutayarishia ujumbe wa kipekee kwa ajili ya mioyo yetu. Basi tuweze tupate kusikia na kusikiliza. Karibu tuweze kujifunza na tuweze kukutana na Yesu ambaye anabadilisha maisha. Tunaomba sasa ukae nasi mwanzo hadi mwisho. Wale ambao wanatufuatilia kutokea mbali, maana tunaamini kuwa kabisa kwamba hakuna atakayetoka kama alivyo. Basi Mungu na kubariki kwa kuendelea kushiriki nasi katika mfululizo huu. Tunapoingia kwenye kipindi hiki sasa ama kwenye somo, tuweze kuomba uongozi wa Mungu ama tuweze kusali. Mungu uliye mkuu na mwenye nguvu, tunasimama mbele zako leo tukiwa na hofu na unyenyekevu. Wewe ndiye uliyetuumba, na neno lako ni taa ya miguu yetu. Si miguu yetu tu, lakini vile ni mwanga wa njia yetu. Leo tunapofika katika siku hii ya 4 ya mikutano ya pembe ndogo, Bwana, tunakuita kwa heshima kuu, tukijua kuwa ujumbe wako si maneno ya wanadamu, bali ni upanga mkali wenye makali kuwili, unaopenya mpaka kugawanya nafsi na roho, unaopenya na kugawanya viungo na mafuta, na kuchunguza mawazo ya mioyo ya wanadamu. Baba, jioni ya leo tunakuomba usitufunulie maneno laini tu ya kutupendeza, bali tufunulie ukweli wako hata kama utatuumiza. Maana ni bora kuumia na kuponywa kwa ukweli wako kuliko kujifariji kwa uongo wa dunia hii. Tunajua kuwa injili yako ni nuru kwa wale wote ambao wanapenda wokovu, lakini ni moto mkali kwa wanaopinga mapenzi yako. Kwa hiyo tunapoomba ukatufungue macho ya mioyo yetu Bwana. Tupokee sauti ya Roho wako. Tusikie kile unachotaka kutufundisha kupitia neno lako. Bwana wa majeshi, tunaomba uwepo wako uzunguke mkutano huu. Uzivunje nguvu za giza na utupe ujasiri wa kusimama kwenye ukweli wako wa milele. Tunaomba haya tukiamini katika jina kuu la Yesu Kristo, Mwokozi wetu. Amina. Jana tulikuwa na somo zuri ambapo tuliangazia kitabu cha Danieli sura ya 7 na ule mstari wa 7 hadi ule mstari wa 8. Katika kitabu cha Danieli sura ya 7 ule mstari wa 8, jana tuliona wazi kabisa kwamba pembe ndogo baada ya kuzuka iliweza kung'oa pembe zingine 3. Sasa tukaona jana kwamba katika historia Kanisa Katoliki lilisaidia kung'oa mataifa 3, makabila 3 ya Kiajemi, ambayo mataifa hayo tuliyataja, ambayo tuliona taifa la kwanza ni Heruli, lakini vile tukaona taifa la pili ni Vandali, lakini vile tukaona taifa la 3 ni Ostrogoth. Na sababu kubwa ya mataifa hayo kung'olewa
Na sababu kubwa ya mataifa hayo kuondolewa, tuliona ni kwamba haya mataifa yalipinga mafundisho ya Kikatoliki. Kwa hiyo kwa kupinga kwao ndiyo ikawa sababu ya menyewe kufanyaje? Kung'olewa. Tuliona mataifa haya matatu, Heruli, Vandali na Ostrogoth, wao walishikilia mafundisho ya, na hili ndilo ambalo liliwafanya yaonekane kuwa hatari kwa ustawi wa kanisa Katoliki, na hivyo yakaandamwa, lakini vile vile kuangamizwa kabisa. Na tuliona baadhi ya nukuu, tukaona nukuu kutoka kwa Philip Scaff, ambaye huyo ni mwanahistoria kabisa mashuhuri wa kanisa, ambapo tuliona yeye anasema kwamba vita dhidi ya Waariani vilivyochochewa na siasa za kidini, huku Roma ikimaalisha mamlaka ya Papa. Lakini tukaona pia nukuu ya Urian Smith katika Danieli na Ufunuo, ambapo tukaona anakazia kuwa kung'olewa kwa mataifa haya kulihitajika kutimiza unabii wa Danieli sura ya 7, kwa kuwa yalikuwa kizuizi cha kuimarika kwa upapa. Lakini si hivyo tu, tukaona pia na Theodoriki ambaye ni mfalme wa Ostrogoth, ambaye alikataa mamlaka ya papa na alitetea uhuru wa imani ya Arianism. Kwa hiyo hii ndio iliyosababisha zaidi hasa haya mataifa matatu yakang'olewa. Yaling'olewa na nani? Yaling'olewa na huyu nani? Na huyu pembe ndogo. Lakini sasa tukaangalia pia mafundisho ambayo huyu pembe ndogo anayanena ama anayafundisha, na kwa ujumla tulifunua kabisa wazi kwamba pembe ndogo ni mfumo wa kidini, ni mfumo kabisa wa kidini, ni wa kidini kabisa. Unafundisha watu kuhusu Mungu, unafundisha watu kuhusu kwenda mbinguni. Lakini sasa huu mfumo una mafundisho mengine ambayo unapingana kabisa na Mungu. Una mafundisho mengine ambayo kwa kweli ni kufuru. Moja ya mafundisho haya tuliona jana ni ukuu wa Papa kama vicar of Christ, yani mwakilishi wa Kristo duniani. Tuliona kwa undani kabisa kwamba kanisa Katoliki, Papa ni kiongozi mkuu wa kanisa la Kikristo duniani, na tena anashika nafasi ya Kristo, Vicaria Fidei. Tena ana mamlaka ya kusamehe dhambi, tena ana mamlaka ya kutoa rehema na kubadilisha sheria. Na tulipata nukuu mbalimbali na mafungu kabisa ya maandiko matakatifu. Lakini vile vile tuliona moja ya mafundisho mengine ambayo tuliona ni maombi kwa wafu. Tuliona maombi kwa watakatifu. Tuliona maombi kwa Bikira Maria. Tukaona kwamba kanisa Katoliki maombi yanaweza kufanywa kwa mama Bikira Maria au kwa watakatifu kama waombezi au wapatanishi. Na tukaona hasa kwa Bikira Maria wakimuita mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu. Na tukanyambua na tukaona kabisa maandiko matakatifu kama fungu la Mhubiri sura ya 9 na ule mstari wa 5 na 6 inathibitisha wazi kabisa kwamba mtu akiwa amekufa kweli, anakuwa hajui kinachoendelea duniani. Unapofanya ibada hii, anakuwa hiyo ibada haisikii kabisa, maana mawazo yake yamepotea, kumbukumbu yake imepotea. Mtu anapokufa anakuwa amekufa kabisa. Lakini vile vile tukaona dhana ya purgatory, dhana ya toharani, ambapo ni mahali pa utakaso wa roho baada ya kufa. Tukaona huu mfumo. Tukaona kanisa Katoliki linavyofundisha kwamba baada ya mtu kuwa amekufa, roho ya mtu huyo huwa inaenda purgatory kusafishwa kwanza, kutakaswa kabla ya kwenda mbinguni. Na hapo sasa watu walio hai wanaweza kuwaombea au kuwalipia misa. Tukanukuu fungu kama Waebrania sura ya 9 na ule mstari wa 27, ambalo kwa hakika
Biblia haijafundisha kabisa kuhusu purgatory wala kuhusu wafu kuwafanyia tena ibada. Tukaona tena fundisho la ubatizo wa watoto wachanga, lakini vile tukaona ubatizo wa kunyunyiziwa maji. Na tukasoma fungu kama Matendo ya Mitume sura ya 2 na ule mstari wa 38. Tukaona Biblia inasema ya kwamba tubuni mkabatizwe. Tukaona kwa hiyo kwamba kumbe ili mtu abatizwe kuna mambo ambayo yanaambatana kama toba, kutubu, kujuta, kujutia, kutubu. Sasa tukajiuliza, mtoto mchanga anaweza akatubu, lakini mfumo huu wa dini unabatizwa hata watoto wachanga. Mtoto ana umri mdogo, mtoto ni mchanga, ana mwaka mmoja na miezi, mtoto anabatizwa. Lakini hata ubatizo wenyewe unaobatizwa ni ule ubatizo wa kunyunyiza. Unamwagiliwa maji kwenye paji la uso. Na jana tukaona kwa undani kabisa ubatizo maana yake. Tukaona kwamba ni neno la Kigiriki ambalo ni baptizo, lenye maana ya zamisha, lenye maana ya zamisha, tosa au chovya. Lakini vile vile tukaona kutoa rehema kwa ajili ya msamaha wa dhambi kwa pesa, au kutoa msamaha wa dhambi kwa matendo. Tukanukuu Biblia kama kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 8 hadi wa 9. Tukaona kwamba rehema ambazo tunazipata sisi wanadamu ni bure, hazihitaji kulipiwa. Neema ya Mungu ni bure, na msamaha wa Mungu tunaupata bure. Lakini vile tukaona mafundisho kama ibada za sanamu na picha takatifu. Tukaona jinsi mfumo unavyoweza kutumia picha za Bikira Maria, mfumo unavyoweza kutumia wafu, ibada za wafu, na hata picha za Yesu, picha za watu waliokufa. Na tukanukuu maandiko matakatifu kama kitabu cha Kutoka sura 20 na ule mstari wa 4 hadi wa 5. Tukanukuu pia kitabu cha Isaya sura ya 45 na ule mstari wa 16. Kwa hiyo tukathibitisha kwamba kwa karne nyingi Kanisa Katoliki limefundisha mafundisho yasiyolingana na Biblia. Hayo ndiyo ambayo kwa ufupi tuliweza kujifunza jana. Sasa leo tunalo somo ambalo lina kichwa kinachosema jinsi pembe ndogo ilivyobadili amri za Mungu. Kwa sababu tayari tumekwisha kupata ufunuo wa pembe ndogo, na pembe ndogo tayari tumekwisha kumtambua. Sasa msomaji wangu, tuende kitabu cha Danieli, tuone sasa jinsi pembe ndogo ilivyobadili amri za Mungu. Ni kitabu cha Danieli. Msomaji, Danieli sura ya 7 na ule mstari wa 25. Danieli sura ya 7 na ule mstari wa 25. Neno la Mungu linasema, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Biblia inasema kwamba naye atajaribu kubadili majira na sheria. Fungu hili linatoa unabii kuhusu pembe ndogo, yaani mamlaka ya kidini na kisiasa ambayo ingetokeza baada ya farume kuu, ambayo ingejitwalia nafasi ya Mungu kwa kujaribu kubadili nyakati, kwa kujaribu kubadili sheria za Mungu takatifu. Msomaji wangu, ni kitabu cha Malaki. Tusome kitabu cha Malaki sura ya 3 na ule mstari wa 6. Kitabu ni cha Malaki sura ile ya 3 na ule mstari wa 6. Maandiko matakatifu yanasema, kwa kuwa mimi Bwana sina kigeugeu, ndiyo maana ninyi mkaangamizwa,
enyi wana wa Yakobo. Neno la Mungu linathibitisha wazi kwamba sheria za Mungu hazibadiliki. Mungu mwenyewe anasema katika kitabu cha Malaki sura ya 3 mstari wa 6 kwamba kwa kuwa mimi Bwana sibadiliki. Mungu si kigeugeu atoe maagizo alafu ayabadilishe. Ni kitabu cha Mathayo, msomaji. Ni Mathayo sura ya 5 na ule mstari wa 18. Kitabu ni cha Mathayo sura ile ya 5 na ule mstari wa 18. Maandiko matakatifu yanasema, kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka hata yote yatimie. Hapa tunaona Yesu mwenyewe pia anasema kwamba mpaka mbingu na nchi zitakapopita, yani yodi moja wala nukta moja ya sheria haitapita hata yote yatimie. Hii inaonyesha kuwa sheria ya Mungu ni ya milele na haibadiliki. Lakini Biblia ilitabiri kwamba mamlaka fulani ya kidini itajaribu kufanya hivyo. Historia inatuonyesha wazi kuwa kanisa Katoliki, kanisa la Roma, ndilo lililojaribu kubadili amri za Mungu. Msomaji, kitabu cha Kutoka. Ni Kutoka sura 20 mstari wa 8 hadi mstari wa 11. Kitabu ni cha Kutoka sura ile ya 20 mstari wa 8 hadi wa 11. Maandiko matakatifu yanasema, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Biblia inasema kwamba ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Lakini cha kusikitisha ni kwamba amri ya 4 katika Biblia ilibadilishwa na kupelekwa Jumapili. Yaani watu badala ya kuikumbuka siku ya Sabato na kuitakasa, tunaikumbuka Jumapili na kuitakasa. Kanisa Katoliki linakiri lenyewe wazi kabisa kwamba lilibadilisha Sabato kutoka Jumamosi hadi Jumapili. Tunao ushahidi tena kupitia kitabu cha kanisa kabisa, ambacho ni kitabu kinachoitwa The Convert's Catechism of Catholic Doctrine cha mwaka 1957. Kitabu hiki kina mfumo wa swali na jibu. Kuna swali linaandikwa lakini jibu yake kwa chini linatolewa. Nitanukuu kitabu hicho. Swali: ni siku gani ni Sabato? Jibu: Sabato ni siku ya Jumamosi. Swali: kwa nini tunashika Jumapili badala ya Jumamosi? Jibu: tunashika Jumapili badala ya Jumamosi kwa sababu kanisa Katoliki lilihamisha utakatifu kutoka Jumamosi hadi Jumapili. Mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo hapa tunaona wazi kuwa si Biblia iliyobadilisha, na badala yake ni mamlaka ya kanisa, yani pembe ndogo, ndiyo iliyofanya hilo. Msomaji, ni kitabu cha Kutoka. Ni Kutoka sura ya 20 mstari wa 4 hadi mstari wa 6. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 20
mstari wa 4 hadi wa 6, maandiko matakatifu yanasema, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini ya dunia wala kilicho majini chini ya dunia. Usisujudie wala usivitumikie, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. 6. Nami na warehemu maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Amri ya pili, ambayo ni amri ya Mungu, inakataza kuabudu sanamu. Lakini katika katekisimu ya Kanisa Katoliki, amri hii imeondolewa na kufichwa ili kuruhusu ibada za sanamu na sanamu za watakatifu. Lakini ili kudumisha idadi ya amri 10 ziweze kutimia 10, sasa amri ya 10 iliweza kugawanywa mara 2, ambavyo ikasomeka kama usitamani nyumba ya jirani yako, amri ya 9, na amri ya 10, usitamani mke wa jirani yako. Yaani usitamani mwanamke asiye mke wako na usitamani mali ya mtu mwingine. Ndilo badiliko ambalo lilifanyika kutoka katika maandiko matakatifu, ama kubadilishwa kwa amri za Mungu. Lakini Biblia ilitabiri kuwa nguvu hii, yani pembe ndogo, ingetokea baada ya falme 10 kugawanyika. Tunaposoma kitabu cha Danieli sura ya 7 na mstari wa 24, Biblia ilitabiri kuwa pembe ndogo ingezungumza maneno ya kufuru. Biblia ilitabiri kuwa pembe ndogo angewadhuru watakatifu wa Mungu. Biblia ilitabiri kuwa ingebadili huyu pembe ndogo, angebadili sheria na nyakati. Historia inathibitisha haya yote kupitia utawala wa Papa, ambapo amri zilibadilishwa, amri zikapindishwa, Sabato ikabadilishwa, watu wakauawa kwa kushikilia Biblia na kweli. Msomaji, ni kitabu cha Ufunuo sura ya 14 na ule mstari wa 12. Kitabu ni cha Ufunuo sura ile ya 14 na ule mstari wa 12. Maandiko matakatifu yanasema, hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu Kristo. Biblia inasema kwamba hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wanaozishika amri za Mungu. Kanisa la kweli la Mungu katika siku za mwisho haitafuata amri ambazo zimepindishwa na wanadamu, bali litashika amri zake 10 zote kama Mungu alivyozielekeza. Ukweli haubadiliki kwa sababu watu hawapendi. Pembe ndogo ilibadili kwa mamlaka ya kibinadamu, lakini Mungu hajawahi kubadili. Siku ya Sabato bado ni siku ya 7, na ni amri zake bado ni 10. Msomaji, ni kitabu cha Yohana sura ya 14 na ule mstari wa 15. Kitabu cha Yohana sura ile ya 14 na ule mstari wa 15. Maandiko matakatifu yanasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Nitarudia. Kitabu ni cha Yohana sura ile ya 14 na ule mstari wa 15. Maandiko matakatifu yanasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Neno la Mungu linasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Hili neno la Mungu, mkinipenda mtazishika amri zangu. Swali la kujiuliza, wewe unampenda Mungu ama ni amri zipi unazozishika? Ni kitabu cha Yohana sura ya 8, msomaji. Kitabu cha Yohana sura ya 8 na ule mstari wa 32. Kitabu ni cha Yohana sura ya 8 na ule mstari wa 32. Maandiko matakatifu yanasema, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Biblia inasema kwamba mtaifahamu kweli, nayo itawaweka huru.
Labda pengine umewahi kujiuliza kwa nini unafuata mafundisho ambayo hayako kwenye Biblia? Ama kwa nini unashika siku ambayo Mungu hakuiweka? Ama kwa nini unamwamini mtu au kanisa lililothubutu kubadili amri za Mungu aliye hai? Mungu alisema wazi katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 8 mpaka 11. Alisema, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Lakini mfumo ulio ndani yake umeibadilisha Sabato ya Bwana na kuiweka Jumapili, ambayo ni siku ya jua, ambayo ni siku ya kipagani. Na hata kanisa lenyewe linakiri, linasema tulibadili sisi, si Biblia. Hii sio heshima kabisa kwa Mungu, ni kumdhalau yeye aliyeumba. Ukweli ni kwamba ukiendelea kushikamana na mfumo huu, unafanya kazi ya kumpinga Mungu pasipo kujua. Upo kwenye njia ya maangamizi, kwa sababu Ufunuo sura ya 14 mstari wa 9 na ule mstari wa 10 inasema wazi kwamba mtu akimwabudu yule mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa yake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu. Sasa unakuwa upo katika hatari kupokea ghadhabu ya Mungu ikiwa utaendelea kuabudu katika mfumo huu wa pembe ndogo. Lakini Mungu anapenda na anatuita tutoke huko. Msomaji, kitabu cha Ufunuo sura ya 18 na ule mstari wa 4. Kitabu ni cha Ufunuo sura ya 18 na ule mstari wa 4. Maandiko matakatifu yanasema, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake. Mungu anasema tokeni kwake enyi watu wangu. Kwa hiyo kumbe ni kweli kwamba Mungu hadi leo ana watu wake, lakini wako kwenye huo mfumo wa uongo. Mpaka leo Mungu ana watu wake ndio, lakini bado wako huko kwenye mfumo ambao unamdhalau Mungu. Mungu bado ana watu wake, lakini bado wako wamejifungamanishwa na mfumo ambao kwa hakika unatoa maneno ya kufuru, unatoa maneno ya dharau, mfumo wa pembe ndogo. Kwa hiyo Mungu anaita watoto wake watoke huko. Anasema tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake. Maana mfumo huo unaofanya ni machukizo. Mfumo huo unaoyafanya ni kumtukana Mungu. Mungu anasema hivi, mwenyewe anasema hivi. Wewe ni mtu wa Mungu, ikiwa pasipo kufahamu umejikuta umejiungamanishwa na mfumo huu, Mungu anakuita utoke kwake. Utoke kwenye mfumo unaoabudu uongo. Kuna mlango umefunguliwa kwa ajili yako. Usingoje viongozi wa dini kwamba watakwambia siku moja. Hapana. Utaendelea kuabudu uongo hivyo hivyo pasipo kujua mpaka unakufa au mpaka Yesu anakuja. Kwa hiyo ni kuchukua Biblia na kuisoma mwenyewe. Ukisubiria viongozi walio katika mfumo waje wa kusomea ukweli, hiyo siku haipo. Mpaka ambapo unapata rehema nje kama hii, ambayo inakuonya kwa neno la Mungu utoke kwenye mfumo huo. Maana kama ni ukweli wote umewekwa wazi. Ni wakati wa kuchukua Biblia na kuisoma mwenyewe. Usifungiwe na desturi za mababu au mamlaka ya wanadamu. Mungu anataka ufuate amri zake, sio amri za wanadamu. Hapana. Ukweli huu unaweza kukuumiza leo, lakini ni bora ujeruhiwe na ukweli ambao utakuokoa, alafu mwisho uje uokolewe, uliko kufarijiwa na uongo alafu hatimaye uje uangamizwe. Sasa
chagua kwamba utamtii nani. Lakini mimi kama mtumishi wa Mungu ninalo pendekezo. Chagua kumwabudu Mungu, chagua kumtumikia Mungu wa kweli. Ikiwa leo umegundua kwamba miongoni mwa wale ambao wameungamanishwa kwenye mfumo pasipo kufahamu, basi mshukuru Mungu na toka katika mfumo huo. Kama Mungu anavyosema toka, maana wewe ni mtu wake. Mungu aliyeumba mbingu na nchi anahitaji ibada yako uipeleke kwake. Mungu wa kweli wa milele, tunakuomba utusamehe, maana tumepotezwa na mafundisho ya uongo. Lakini leo tunakiri ni bora tuumie na ukweli wako kuliko kufa na uongo wa wanadamu. Fungua macho yetu Bwana, na ututoe gizani sasa, kwa jina la Yesu. Amina.